Kwa hiyo tunaziangalia changamoto zilizoko kwenye sekta yetu hii ya usafirishaji, na sisi Bravo sasa ndio tunawekeza huko. Lakini kikubwa zaidi, nafikiri mmewasikia, hizi nchi zimepewa maeneo ya kuwekeza. Kuna wamepewa Kwara, nchi ya Burundi, kuna wamepewa pia nchi ya Kongo, wamepewa nchi nyingi, zimepewa Zambia, wamepewa, wana maeneo pale Kwara. Nchi ya Rwanda ina eneo Isaka liko pale la kuwekeza bandari kavu. Kwa hiyo wameonyesha interest ya kutaka kuzungumza na Bravo ili kupartner katika uwekezaji huo. Hao ni viongozi wakubwa wa serikali, wamefurahishwa na kile tulichokifanya hapa. Wametukaribisha sisi kama private sector, na wamefurahi zaidi kwamba wanaweza kupata mwekezaji wa ndani ya Afrika Mashariki akaweza kuwekeza kwenye zile facility zao. Kwa hiyo baada ya hapa tutakwenda, tutazungumza nao, wale ambao nchi ambazo tutakubaliana nazo tunaweza tukawekeza. Kwa uwekezaji kama huu wa bandari kavu kwetu sisi ni ya muhimu sana. Hasa zaidi kwanza na mwekezaji mwenyewe ni Mtanzania ambaye ni mzaliwa wa nchi ya ushoroba wa kati. So kwetu ni ya muhimu sana. Tena ni ya muhimu sana kwa sababu inasaidia kwa kuweza kupunguza usongamano wa mizigo ndani ya bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo sehemu ya makashe natoka pale bandari ya Dar es Salaam zinakuja hapa, zinakuwa consolidated hapa kwa hii bandari kavu, halafu zinaweza kuendeleza safari ya kwenda nje. Na tunaenda sisi kuhakikisha kwamba kweli ushoroba wa kati unaendelea kung'aa, kweli ushoroba wa kati unaendelea kukua transformed na wanachama wa hii ushoroba. Kwa hiyo tunaisupport. Of course kuna changamoto kidogo hapa na pale, lakini sisi kama ushoroba wa kati tutaendelea kumsupport, kumuunga mkono ili tuweze kutatua changamoto mbalimbali anakutana nayo, na kati ya ushoroba wa kati hii uwekezaji kwa mmoja ya uwekezaji ya muhimu sana ambaye sisi tutaweza kuitegemea na kesho tuone matunda.